Kienda kwenye next slide, nafikiri naelezea katika region yetu, katika masoko yetu hapa jirani. Nafikiri Kenya ndio wameshafanya stock split nyingi. Of course ni soko la siku nyingi na kampuni nyingi, kwa hiyo wameshafanya stock split nyingi, na Uganda washaye kufanya stock split, nimeiona kama hiyo moja, lakini na Malawi washaye kuifanya. Kwa bahati mbaya Tanzania hatujapata mfano halisi wa kufanya stock split kwa kampuni ambao iko sokoni. Historia tunayoifahamu ya stock split Tanzania ni CRDB ambayo ilifanya kabla haijaja sokoni, kama slide inayofuatia inavyoonyesha, kwamba CRDB mwanzoni kabisa wakati wanauza hisa kwa public, share moja ilikuwa na nominal value ya shilingi 10,000. Sasa kumbuka CRDB iliuza hisa kwa public lakini haikuwa listed. Kwa kipindi chote hicho wakati wanafanya stock split, wanafanya share wanatoa bonus, walikuwa wako nje ya soko mpaka mwaka 2009 walipofanya share split ya mwisho kabla hawajaja sokoni, ndio hisa zao zikawa zimeshuka kutoka nominal value ya shilingi 10,000 kuja mpaka nominal value ya shilingi 25. Kwa maana hiyo alikuwa na hisa moja yenye nominal value au thamani ya vitabuni ya shilingi 10,000, hisa zake ziliongezeka zikafika hisa 7,200 zenye nominal value ya shilingi 25. Kwa hiyo thamani kwake ilikuwa imeongezeka kwa sababu hapo katikati kuna hisa walizopewa za bure, sio za bure lakini za bure kwa sababu mwenye hisa kuzilipia, ambayo ni njia mojawapo ya kampuni kutoa kama dividend bila kukupa cash na kuongezea hisa. Kwa hiyo mfano wa CRDB, na hiki ndio kilichofanya CRDB kumekuwa na hisa nyingi sana sokoni ambazo zimeongeza liquidity. Slide inayofuatia tukienda haraka hapa, nimetoa comment ambayo alitoa Dr. James Mwangi. Nafikiri kama mnafahamu James Mwangi ni MD wa kampuni ya Equity ya Kenya, kampuni ambayo ilianza kama housing finance, lakini huyu jamaa kwa kweli ameiendesha kwa kweli ni kati ya mifano katika Afrika ya kampuni ambayo imekuwa kwa speed kubwa zaidi. Na wakati mmoja alikuwa anaongelea kwa nini alikuwa anafanya stock split, ni kwamba alitaka umiliki wa hisa isiye ikawa ni kwenye exclusive club peke yake, kwamba wachache ambao they can afford to buy shares. Ndio maana akafanya stock split zio kwenye denominations ambazo zitamfanya hata wawekezaji wa kawaida wadogo wanaweza kainunua. Na ndio kitu alichokuwa anaongelea basi, kwamba ukifanya stock split unakuwa umetoa hiyo opportunity kwa hata wawekezaji wa kawaida wadogo kuona kumbe they can afford, na kuweza kujiunga katika kumiliki kampuni yao na kumiliki uchumi wa nchi yao.